Ndugu zangu, lazima tuweke mambo bayana. Na kuweka mambo bayana, lazima tukatae watu kama Mutahi Ngunyi. Mutahi Ngunyi huwa agenda yake kubwa ni kuzaidi kuinfluence wa Kikuyu ya kwamba tuliwaonya na kana kwamba hamukusikia, kisha Raila Odinga akachukua. Ningependa kuambia Mutahi Ngunyi, Raila akiwa kwenye serikali anawakilisha tumbo yake kama Raila Odinga. I'm sorry to say that. But Gachagua alipokuwa pale pia alikuwa anawakilisha tumbo yake, lakini alikuwa anawakilisha matakwa ya wakulima ya majani chai yenye Raila Odinga hafanyi akiwa kwenye serikali kuwakilisha matakwa ya wakulima ya miwa. So wakati wewe kama Mutahi Ngunyi huko kwenye serikali kama mshauri wa serikali kwenye masuala ya uchumi, na unashauri serikali katika kwenye masuala ya uchumi ili uchumi ya Kenya hiinuke, ni ipanuke, ili Mkenya asikuwe na mzigo ya gharama ya maisha ya juu. Lakini cha ajabu, Mutahi Ngunyi anabeba kila mwaka zaidi ya milioni 123 kila mwaka kwa maslahi ya kuibia Mkenya, kana kwamba wao ndio wanamshauri Mheshimiwa Rais William Ruto kwa masuala ya uchumi, ili uchumi ya Kenya izidi kumarika. Yenye hifanyi. So Mutahi Ngunyi tunamlipa na pesa zetu, lakini Mutahi Ngunyi ananona wakati mwananchi ule mdogo anazidi kukonda. So ni vyema Mutahi Ngunyi angatuambia yeye kama mshauri wa William Ruto kwa upande wa uchumi amefanya mangapi, amefanya jambo hipi ili serikali wao ya William Ruto himarike kwa upande wa uchumi. Kwa sababu jinsi hali ilivyo, tunavyoona ya kwamba Kenya uchumi inazidi kudorora. Na uchumi inadorora wakati sisi kama wananchi bado tunamlipa Mutahi Ngunyi pesa zetu. Na Mutahi Ngunyi anafanya siasa zake kwenye mtandao ya X, hakimudhulumu Gachagua kwa manufaa yake binafsi. Mutahi Ngunyi, unafaa kujua kwamba hiyo kazi ambayo umepewa na Ruto haitafanya kama haitafanyika Wakikuyu wabadilike wamchague William Ruto. Ningependa kukufahamisha kitu moja Mutahi Ngunyi, ya kwamba the way vitu zinaenda hapa Kenya yetu, William Ruto is a one-term president. So hata wewe kama mshauri wake wa uchumi uanze kujipanga ya kwamba zile hela ambao unakula ni za muda, ya kwamba tumeamua ya kwamba lazima tumarishe nchi yetu without people like Mutahi Ngunyi ambao tunamlipa pesa mingi sana kwa masuala ya upumbavu na masuala ya ujinga, kwa kudanganya wananchi, wanamshauri rais kwa masuala ya uchumi ili serikali ya taifa la Kenya imarike kwa upande wa uchumi. Ningependa vile vile kujulisha Mkenya, ukiona watu ambao wanataka Gachagua zaidi, na ukiona pia watu ambao wana defend Raila Odinga sana, jua ya kwamba wanafanya biashara. Wale wanampiga Gachagua wanalipwa kwa ajili ya kupiga Gachagua, ili Wakikuyu waone ya kwamba Gachagua alifanya makosa kuondoka serikali, ama Gachagua ndiye alimess Wakikuyu. Hiyo ndio kazi ambayo William Ruto amempea Mutahi Ngunyi afanye kwenye mtandao ya X, kujaribu kusawishi Wakikuyu kwamba Gachagua ni mtu ambaye ni kipofu yenye haoni. So swala nyingine akisungumusa ya kwamba sasa ona sasa Gachagua, Raila akaja amechukua nafasi yake kwenye serikali. Swali ambalo tunakuuliza kama Mutahi Ngunyi, Raila amehusika na serikali ya Moi, na serikali ya Kibaki, na serikali ya Uhuru Kenyatta. Hebu tutajie kama Mutahi Ngunyi ni siku gani Mheshimiwa Raila Odinga amekuwa akipigania wale wavuvi kule ya Lake Victoria kule Nyanza kwa manufaa yao wa wavuvi, ili wapate kampuni kujengewa na serikali kuu. Gachagua alikuwa anazungumza kuhusu mambo ya bei ya kahawa, but Raila kaingia kwenye serikali haizungumuzi bei ya samaki ya Mjaluo.
So hizo ni siasa mbili tofauti. So siasa ya Raila Odinga na siasa ya Gachagua ni tofauti. Gachagua ni mkulima ya majani chai. Raila Odinga ni mfanyabiashara ya gesi. So Raila anasatengeneza ama anasatetea upande wa kawi, upande wa petroleum, ili yeye kama Raila biashara yake ya gesi isiharibike na serikali kwa mambo ya ushuru mingi. So Gachagua alikuwa anatetea mkulima kwa sababu yeye ni mkulima. So hatujawahi pata kiongozi ambaye anaweza pigania Wajaluo kwa upande wao ya uvuvi ama upande wa samaki kule Lake Victoria kujengewe kampuni. So wewe kama Mutahi Ngunyi umesaidia Wakenya na nini? Number 1. Number 2, Mutahi Ngunyi, ni ushauri gani umempa Mheshimiwa Rais na ikamsaidia kisha uchumi ikasimama dhabiti? So ningependa kuambia Mutahi Ngunyi kwamba hatuko katika kwenye siasa ya ukabila. Tuko hapa Kenya kupata serikali ambayo anasikiza wananchi. Tuko hapa Kenya kupigania haki yetu kama Wakenya, ili tuondoe watu kama Mutahi Ngunyi yenye wanakula pesa zetu na hawafanyi kazi ambayo wamepewa ili wafanye. So tuko hapa Kenya kupigania haki yetu kama wana Kenya. So wakati unasungumuza kama Mutahi Ngunyi, unafaa kujiuliza, je, mimi kama Mutahi Ngunyi ni jambo hipi nimefanya kumarisha taifa na uchumi la Kenya? Hiyo ni kitu cha kwanza. Cha pili, Mutahi Ngunyi tunafaa kumuuliza aturudishie pesa zetu ambaye analipwa na William Ruto, kwa sababu yale jukumu aliyepewa na Ruto hajatimisha. Jambo langu ya mwisho, ningependa kuambia Wakenya tusibabaishwe na wafisadi. Ningependa kuambia Wakenya wenzetu tushikamane mkono, tusikize hawa bwenyenye ambao wanatuibia. Jukumu lako kama mwananchi ni kusimama dhabiti, ni kusimama imara kwa manufaa na kwa lengo moja ya kurekebisha taifa la Kenya, ili Mkenya ule mdogo hapate haki yake. Jukumu lako ndugu yangu Mkenya, tusiangalie mirengo, tusiangalie ukabila, tusiangalie ni mwanasiasa gani akona maarufu, tusiangalie ni nani akona jina kushinda mwingine. Wewe na mimi tushikane mkono kubandua uongozi mbaya ambayo imekwepo tangu jadi, kwa sababu I believe ya kwamba people like Mutahi Ngunyi ndio watu ambao wana benefit zaidi, kwa sababu ukiangalia afya ya Mutahi Ngunyi leo hii ni tofauti jinsi Mutahi Ngunyi alikuwepo, kwa sababu amenona zaidi kushinda jinsi alivyokuwa. Langu jina ni Mjukuu. Kama ni mara yako kwanza, na kuomba nipe support ya kusubscribe, like video, comment, share, na Mungu hakubariki.